الغر الميامين. أما بعد. Jana tulikuwa tunaelezea juu ya swala zima la silsila ya wale maimamu 12 wa Mashia, na hii imetokana na sintofahamu iliyotokea kutokana na vita vinavyoendelea katika ulimwengu. Hakika ni kwamba mtu huwezi kufahamu, huwezi kupata uhalisia wa kile kinachoendelea katika hali ya sasa hivi katika wakati huu bila kufahamu ushia. Ukiufahamu ushia vilivyo, utajua nini kinaendelea katika dunia sasa hivi. Jana tulieleza kidogo kuhusiana na swala zima la maimamu, na tukawa tunazungumzia ile silsila ya maimamu, na lengo kubwa ni kutaka kufungamanisha kati ya kile kuoanisha na kufungamanisha na matukio yanayotokea sasa hivi, kati ya matukio sasa hivi yanatokea na huu Shia, kwa sababu kuna alaka kati ya vitu hivi viwili. Silsila ya maimamu wa Mashia ni kuanza kwa Ali. Taban hai inatokana na madai yao, si kweli, inatokana na madai wanayodai wenyewe. Ali, kisha Al-Hasan, kisha Al-Hussein. Baada ya Husaini anakuja silsila ya damu ya Al-Hussein, ambaye wakamchagua Ali ibn al-Hussein, wakamchagua Ali ibn al-Hussein ambaye alipewa lakabu ya Zainul Abidin. Na kama tulivyoeleza jana kwamba kila ilipofika zama za imamu, basi walitofautiana wao kwa wao, na hii haimaanishi kwamba Shia ni kundi moja, hapana, bali hata kwa al-Imamu Ali ibn Abi Talib waligawanyika pia makundi, na baada ya kufariki Imamu Ali wakagawanyika makundi. Wale waliokuwa wakidai kwamba Ali ndiye Mungu wakadai kwamba Ali atarudi, na mpaka ikawa wakisikia radi juu ya yani mawinguni huko wanasema hii ni sauti ya Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo waligawanyika pia, wakashuka muda insha Allah ukituruhusu tunaweza kuyaeleza haya. Kundi moja likasema hapana, sisi tunaona imamu ni Al-Hasan, na kundi lingine likasema la, haiwezekani Al-Hasan au imamu kwa sababu amefanya khiana, kachukua khilafa au imamu kampa Muawiya. Ala kulli, walikuja na mlolongo wa Al-Hussein mpaka kufika kwa Ali ibn al-Hussein ambaye alitambulika kwa lakabu ya Zainul Abidin. Baada ya hapo hawa 12 imamia Jaafariya, wao wanaitakidi kwamba baada ya Ali ibn al-Hussein ni Muhammad al-Baqir, na baada ya Muhammad al-Baqir anakuja Jaafar ibn Muhammadin, ambaye Jaafar huyu lakabu yake ni As-Sadiq. Kiona pahala wameandika qala al-Imam As-Sadiq, anakuwa ni Jaafar ibn Muhammadin. Na Jaafar huyu kwake ndiko kumenasibishwa hili firqa ya Ashia al-Imamia, wanasema wao ni Jaafariya. Lakini wanaposema Jaafariya khasatan wanakusudia upande wa fiqhi, kwamba fiqhi yao ni kwa Jaafar As-Sadiq. Na lakini hata tukienda katika masala ya tasil na tadqiqi katika madhahib, tunaweza kukuta kwamba hawana alaka na fiqhi ya al-Imamu Jaafar
as-Sadiq. Tatizo ni kwamba wao wanajinasibisha kwa Jaafar as-Sadiq, wakati baada ya Jaafar kulikuja maimamu wengine. Al-aula ilikuwa tujinasibishe kwa imamu wa mwisho, kwa sababu ndiye ambaye tumemalizia kwake. Sasa tunakwenda katikati kule tena imamu wa sita, baada yake kuna maimamu wengine sita, yani Ali, Hasan, Hussein, Ali, kisha Muhammad, kisha Jaafar wa sita, baada yake kuna sita tena wengine. Kwa hiyo ukija kutazama unaona kama ni watu walitafuta namna ya kusimama dede, wakakosa, wakaona wadandie pale kwa Jaafar as-Sadiq. Lakini hata Jaafar as-Sadiq yeye kitazama fiqh yake sio hii ya Mashia ar-Rawafidha, na kuna uwezekano wa kulichambua hili insha Allahu taala, kwa sababu wanazo jitihada zao kama walivyoandika katika vitabu, wanavyo vitabu vya ikhtilafu pia, wametofautiana madhahibu mengi ndani ya Shia, Imamia, Jaafaria, Ithna Asharia, min nahiyati al-fiqhiyya pia wametofautiana. Kwa hiyo kija kutazama mfano vitabu vya fiqhi, man la yahduruhu al-faqih mathalan, kitabu cha fiqhi hichi na vitabu vingine vya fiqhi, hata ile usul al-kafi pia kuna fiqhi. Na moja ya makosa ambayo huwa ninayasikia kwa ikhwa baadhi ya maduati, huwa wanachukulia kuwa kitabu hichi chote ni usul al-kafi, kwa maana hichi kitabu cha al-kafi cha Kulaini kwamba ni usul al-kafi. Hata akizungumzia hadithi inazungumzia mutaa mathalan au sala, kukusanya sala na mengineyo, yeye anasema ameitoa katika usul al-kafi, na hii ni khata taban, hii ni khata qat'an, ni kosa. Hatakiwi kusema hivyo kama hadithi atakometoa katika inazungumzia habari za swala, habari za mutaa mathalan, habari za saumu wa Mashia, haiwezi kutoka katika usul al-kafi, kwa sababu kile kitabu cha al-Kulaini kimegawika sehemu tatu. Kitabu cha al-Kulaini ambacho ni al-Kafi kimegawika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni usul ni riwaya zilizokusanya masala ya aqida, ndio inaitwa usul, yani usulul din, usulul iman, mambo kama hayo. Usul ndio kaitwa usulul kafi, yale yanayohusiana na aqida. Alafu kuna furuu ndio inahusiana na mambo ya fiqhi, sala, zaka, hajj na mengineyo, mutaa na mengineyo yanaambatana na furuu. Na طبعا كما ilivyokuja katika taarifu ya fiqhi, al-ilmu bil ahkam al-amaliyah التي طريقها الاجتهاد، أو كما قال غيرهم وقال العلم بالأحكام الشرعية العملية التي من أدلتها التفصيلية، kwamba ni elimu inayokupelekea wewe kupata kujua ahkamu ambazo sio mansusa alaiha. الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، kutokana na adilla za tafsili, sio adillatul mujmala. Naam, kwa hiyo inaingia katika furuu hii taarifu. Kwa hiyo al-Kafi ina usul na kitabu kile kina furuu, lakini kuna wanachuoni wote wa Shia wamekubaliana kwamba usuli na furuu vyote ni vitabu ni vitabu vilivyoandika al-Kafi al-Kulaini, yani furuu ilimo ndani ya al-Kafi na usuli ilimo ndani ya al-Kafi. Lakini mwisho kabisa kule kuna Rawda ambayo inazungumzia masala ya aljanna wa akhirah wa ghairi dhalika, yani mambo ya a'mal, fadail al-a'mal na mambo kama haya. Rawda hii ndio wametofautiana Shia kwamba je, inaingia katika kitabu cha al-Kulaini al-Kafi au ni katika ni ziyadati ambazo ziliweza kuunganishwa zikawekwa mle. Na vyote hivi aina tatu vinapatikana katika al-Kafi, na kitabu hichi kimeitwa al-Kafi kama anavyosema mwanawachuoni wao anaitwa Abdul Hussein aliandika kitabu akakiita al-Kafi wal-Kulaini au al-Kulaini wal-Kafi, baada kati ya sentensi hizi mbili, lakini ndio jina la kitabu liko hivyo. Ule ndani anasema kwa sababu al-Kulaini yupo katika zama za imamu wa 12,
zama za imamu 12, 262, 63, 64 ndio zama zake Al-Kulaini. Kwa hiyo yeye alidiriki zama zile za imamu, lakini yupo katika ghaibatu sughra kama tutakuja kutazama huko. Kwa hiyo akawa amechukua kile kitabu akakiandika. Alipomaliza kukiandika akakiagiza kule, tutakuja kuliona hili insha Allah. Alafu baadaye alipokisoma yule imamu ndo akasema kafil li shi'atina, kwamba kafil li shi'atina, kuanzia hapo kikaitwa al-Kafi. Ala kulli, Jaafar as-Sadiq ni imamu wa sita. Baada ya Jaafar tulizungumza jana tukagusia kwamba kulikuwa na mtoto mwingine anaitwa Ismail. Baadhi ya kundi likakwenda kule kwa Ismail, kwa jumhuri ya Shia wakamili kwa Ismail ibn Jaafar, lakini Ismaili akafariki kabla baba yake, ikaonekana kizaazaa hapa tunafanyaje? Ndio wakarudi sasa, badala ya kurudi tena kwa Jaafar, Jaafar kishafariki. Kundi moja likasema huyu Ismaili hata kama amekufa kabla baba yake ataendelea kuwa ni imamu, huyu atarudi. Kwa hiyo wakakaa wanamsubiri Ismail ibn Jaafar. Hawa Ismailia wakasema sisi tunamsubiri Ismail ibn Jaafar, na wengine wakasema la, Jaafar amekufa. Jaafar amekufa, kwa hiyo lazima apatikane imamu mwingine. Mpaka hapa Ismaili amefariki, kwa hiyo hatuwezi kumsubiri sisi, lazima apatikane, atakuwa ni mwingine. Ndio pakatokea au akatengeneza aqida ya al-Badaa, na ndio ipo katika vitabu vya Mashia al-Imamiyya Jaafariyya 12 sasa hivi. Kwa hiyo waliporudi, Jaafar alipofariki, ikaonekana anayechukua khilafa au imama baada yake wakampa Musa al-Kadhim, Musa ibn Jaafar ambaye anatambulika kwa laqabu ya al-Kadhim. Kisha baada yake akaja Ali ibn Musa, na baada ya Ali ibn Musa akaja Muhammad ibn Ali. Huyu Muhammad ibn Ali, subhanallah, yeye amepewa ukhalifa, amepewa uimamu wa Mashia akiwa mtoto mdogo, kitoto kichanga, miaka 5. Yani amezaliwa mwaka 195, kafariki mwaka 200. Kwa maana miaka 5 ameishi huyo. Katika miaka 5 hii ndio imamu baada ya kufariki baba yake. Ndio imamu huyo. Miaka 5, 5 sanawati. Sasa fikiria huyo imamu anapewa imamu akiwa na miaka 5. Ukiwaambia wanakuambia la, hata Nabii Isa alayhi salam alipewa imamu, alipewa utume akiwa mdogo, aliongea akiwa mtoto mdogo, kwa hiyo si tatizo. Wajibu ukisema kwamba Nabii Isa alayhi salam aliongeleshwa kama muujiza, mfumo muujiza, lakini sio kwamba alikuwa amepewa taklifu ya kutawala zama zile. Ama taklifu ya kutawala, ya kuongoza na kusimama na kuulizwa, hii taklifu wanapewa watu ambao tayari wameshafikia bulugh, wameshafikia katika bulugh, kwa sababu kama hakutekeleza amri ya Mungu ataulizwa, na kwa ajili hiyo anatakiwa kutekeleza. Kwa hiyo lazima awe kisha kuwa mtu mzima. Sasa huyu Muhammad ibn Ali alikuwa mtoto mdogo, miaka 5 ndio wanasema alikuwa imamu. Bahati mbaya hakuendeleza uhai, akafariki akiwa na umri wa miaka 5. Wakaona hapa ni kizaazaa, tunafanyaje? Tutafute mtu mwingine. Wakagawanyika tena. Pamoja wakasema huyu mtoto amekwenda hajafa, atarudi. Wanasema la, huyu amefariki. Wengine wakaitwa muntadhiria, kwa maana wanamsubiri imamu, lazima kila alipofariki imamu lazima palikuwa panatokea makuu. Baada ya Muhammad ibn Ali ndo akaja Ali ibn Muhammad. Huyu Muhammad ibn Ali ndo laqabu yake ni Al-Jawad, wanamuita, walimpa laqabu ya Al-Jawad. Alafu Ali ibn Muhammad ndo akapewa laqabu ya Al-Hadi, kwa ukamuita hivyo kwamba ni Al-Hadi. Kisha baada ya hapo, baada ya Ali ibn Muhammad ndo akaja Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali wakamuita Al-Askari, wakampa laqabu ya Al-Askari. Huyu alifariki hakuoa, kama tulivyogusia jana. Bwana hakuoa wala hakuwa na mke wala hakuwa na mtoto. Bahati mbaya tayari zimeshatengenezwa itikadi za kwamba maimamu wanatakiwa 12. Sasa Al-Hasan ibn Ali huyu hana mke, tunafanyaje akifariki?
wakawa hawana njia ya kutumia. Alikuwa na kaka yake anaitwa, ndugu yake anaitwa Jaafar, na yeye alikuwa ni Jaafar ibn Ali, kinyume na yule Jaafar as-Sadiq imamu wa sita. Huyu ni Jaafar kaka yake na Al-Hasan ibn Ali, yani imamu wao wa 11, ana kaka anaitwa Jaafar. Alipofariki huyu Al-Hasan ibn Ali, wakasema sisi tunafanyaje? Lazima tukamilishe uimamu 12. Uimamu 12 lazima apatikane imamu huyu, lakini Jaafar Al-Hasan al-Askari hana mtoto. Kukatengenezwa imani ya kwamba Al-Hasan al-Askari alikuwa na mtoto aliyezaliwa akajificha. Yule mtoto hajaonwa na yoyote yule. Kulipotengenezwa hii habari ya kwamba Al-Hasan alikuwa na mtoto, kwa hiyo mtoto atamrithi, familia ikataka kujua huyu mtoto yuko wapi. Hayupo. Tafuta mtoto, tafuta na wewe, hapatikani. Sasa wanafanyaje? Zama hizi ni zama za Dawla al-Abbasiyya. Dawla al-Abbasiyya, Jaafar kaka yake na Al-Hasan sasa akasema, mimi najua kaka yangu hakuwa na mtoto wala hakuwa na mke, nyinyi huyo mtoto mnamtoa wapi? Wakasema mtoto yupo katika sehemu inaitwa Samura, Sirdab, yani Samura, sirru man raa, wanasema hivi, sirru man raa, yupo sehemu ile. Jaafar ambaye ni kaka yake na Al-Hasan akaenda kutoa ripoti katika utawala kwamba kuna habari inazungumzwa kwamba kuna mtoto amejificha, lazima ajulikane. Ripoti ilipokuja, wakatumwa polisi kwa ajili ya kuja kukagua, hawakupata mtoto. Wale jamaa waliodai kwamba kuna mtoto ndipo wakatangaza kuwa yule mtoto amejificha ghaibatu sughra. Ghaibatu sughra kwa maana ni ghaiba, amejificha, kujificha kudogo, yani ni kujificha ambako kuna baadhi ya watu maalum ndio wanajua amejificha wapi. Baadhi ya watu wachache ndio wanaojua amejificha vipi na amejificha wapi. Hili likaleta mzozo mkubwa sana katika wakati ule, mpaka Jaafar ambaye ni kaka yake na Al-Hasan, yeye akaamua kuchukua mali zote na vile vyote vya kaka yake kama urithi. Akasema lazima nivichukue, ni ndugu yangu, sioni mtoto. Shia Imamia Jaafaria wakamuita Jaafar al-Kadhab, ndio akampa hiyo lakabu kwamba ni Jaafar muongo. Huyu Jaafar, kumbuka, ni katika ahli al-Bait, lakini wanakuambia ni Jaafar al-Kadhab. Huko wanakuambia sisi ni wafuasi wa ahli al-Bait, wanamuita kadhab kaka yake na nani, na Al-Hasan, kwa kuwa tu amesema kwamba kaka yangu hakuwa na mtoto. Kwa ajili hiyo msitaki kudai mambo kama hayo. Khulasa ni kwamba alipofariki Al-Hasan waligawika makundi 15 Shia, hawa Imamia Jaafaria Ithna Asharia, wakagawika makundi 15. Wamoja akasema Al-Hasan hakuwa na mtoto, kaamini kabisa hicho kitu, Al-Hasan hakuwa na mtoto. Hawa wakapigwa vita, wakasema la, haiwezekani, Al-Hasan alikuwa na mtoto. Lakini katika kumuainisha huyo mtoto huyo ni nani, ndio kundi moja likasema huyo mtoto anaitwa Ali, huyo mtoto anaitwa Ali. Kundi lingine likasema la, Al-Hasan hajafa, atarudi, kwa hiyo yeye ndio imamu wetu sisi na ataendelea kuwa imamu wetu mpaka atakaporudi na ache mtoto. Kundi lingine likasema la, Al-Hasan ana mtoto, huyo mtoto anaitwa nani? Anaitwa Muhammad ibn Hasan al-Askari. Ndiye hawa tuliokuwa nao sasa hivi wanadai kwamba Al-Hasan alikuwa na mtoto, huyo mtoto alijificha kwa kuogopa kuuawa. Yani imamu ameletwa ili awe imamu wa umma, aongoze na kuendesha umma. Leo dola ya Irani inapigwa, ambao wanadai wao ni wafuasi wake, yeye amejificha tu mpaka leo. Zama hizo amefariki Al-Hasan, ilikuwa ni mwaka 200 Hijiria, 255 riwaya moja nasema, nyingine riwaya nyingine nasema 260. Ndipo wakasema mtoto amezaliwa wakati huo akapewa uimamu.
Kisha mtoto huyo tunaambiwa akajificha mwenyewe, toka wakati huo mpaka leo hajaonekana. Si Jaafar kaka yake na Al-Hasan hakumuona. Yani hichi kisa kuna wakati nakifananisha na vile visa walitengeneza ndugu zetu wa Kristo vya Yesu Kristo, kwamba alikamatwa akasulubiwa, baadaye akazikwa, alipozikwa akafufuka, wakamuona kina wanawake wawili, vinafanana fil haqiqa. Kwa hiyo wao wakachukulia kwamba yule mtoto alijificha, na vitabu vinaeleza habari hizi ni vitabu vyao wala sio vitabu vya upande mwingine. Na alipojificha sasa kukatokea kizaazaa. Sasa tunafanyaje? Wakadai ya kwamba yule imamu kujificha kudogo, wakachukua watu, baadhi ya watu maalumu, wakawaweka kuwa ni mabawaba. Yani mabawaba, watu walipodai kwamba amejificha Samura ai kule Sirdabi, kukawekwa na watu maalumu kwamba wao ndio wamekaa katika mlango kwa ajili ya kupokea malalamiko ya watu na barua za watu wanapotaka kujua habari zao na kesi zao, lakini kuondolewa matatizo yao. Kwa hiyo unaandika barua, ukishaandika barua mule ndani unaweka pesa, unajitolea fungu la imamu. Ukishaweka kisha unamkabidhi mtu mmoja amesimama pahali, unamwambia nifikishie hii habari, hii barua kwa imamu. Yule mtu anadai kwamba anamfikishia mtu mwingine mpaka watu 7, ndio sasa huyo wa 7 ndio anamfikishia imamu. Hii habari ipo zama za ghaibatu sughra, ndio walikuwa wanafanya hivi. Habari imekwenda hivyo. Sasa mtoto mdogo kazaliwa wakati huo, kajificha wakati huo, alafu yeye ndo kaambiwa wewe utakuwa imamu wa huu umma, inabidi uongoze huu umma. Wewe ni imamu kwa sasa hivi, na maana ni mukallaf, inabidi uongoze, wewe ndo unaongoza. Anajificha wakati huo, anadai kwamba hapo katika daulati al-Abbasiyya, ambayo ni daula wanasema kwamba ni daula ya dhulma, daula ya dhalim. Kisha anajificha imamu, anaacha umma, anakimbia yeye, anaogopa kufa, khafa al-qatl, kama alivyoashiria katika baadhi ya riwayati kwamba anaacha umma, yeye anakimbia kwenda kujificha, umma unabaki bila kiongozi. Yani vitu haviingia akilini kabisa, jinsi wanavyokenahishwa watu. Mimi sijui wanapewa ubora wa namna gani, sijui wanapewa dawa za aina gani mpaka ukenai vitu kama hivi, au sijui hawavijui. Ala kulli, wamekwenda na habari hizi mpaka ilipofika wakati sasa viongozi wakataka kujua huyu mtoto amejificha, lazima tumjue amejificha wapi. Wakatoa tangazo kwamba kujificha kukubwa, ndio ghaibatul kubra. Kuanzia hapo sasa hata wale waliokuwa wanapeleka barua wakaondoka, wakasema hatuwezi tena kumpata kwa sababu amejificha kujificha kukubwa. Toka mwaka wa 260-70 mpaka leo tuko na 1400, tunaingia 1300-500 sasa, hajarudia kuonekana tena. Ala kulli, zama hizi za ghaibatu sughra ndio nyakati Al-Kulaini aliandika kitabu, akawapa wale jamaa wamfikishie kitabu chake kule kwa imamu. Alirejesha jibu, anadai kwamba kile kitabu kile imamu alikisoma, baada ya kukisoma akakifurahia, ndo akasema kafir li shi'atina, kwamba kinatosheleza shia wetu. Kafir li shi'atina, kwanza hapo kikaitwa Al-Kafi, lakini kimegawika sehemu mbili kama sehemu 3: usul na furu' na rawda. Usul ni ya Kulaini, furu' ni ya Kulaini, rawda kuna khilaf, yeye ni katika ziada au nayo inaingia katika mjumuiko wa kitabu cha Al-Kafi. Haya atakuwa ameandika wanaochuoni miongoni mwao Abdul Hussein Al-Kafi katika kitabu Al-Kafi wal Kulaini, Kafi wal Kulaini. Hapa ndio kilikuwa kikomo cha madai ya Shia Imamia Jaafaria Ithna Asharia kuhusu masala ya imam. Wakawa habari hizi zilipokatika za maimamu, ikabidi sasa wafikirie tunafanyaje, mbona maimamu wamekatika, hakuna uwezekano wa imamu kuandika kitabu, tunafanyaje? Likaanza tegemezi kwa wale waliokuwa wanawasikia maimamu. Ndio wakaja wakina Zurara, wakina nani, wote wakanaambiwa kwamba wasimlie zile hadithi,
Lakini Zurara upande mwingine, ambaye anadai kwamba ndio msimulizi mkubwa zaidi hata ya Abu Huraira kwetu sisi, huyu bwana kuna baadhi ya riwayati zinamuita kwamba ni kadhab, lakini ukija kutoa zile riwaya kwamba ilikuwa ni taqiya. Ala kulli, ukaanza sasa habari ya kwamba sisi ushia tutaupataje, lazima tuwe na watu. Ndio wakaja watu wanadai kwamba walikuwa ni wafuasi na wanafunzi wa wale maimamu, wakaanza kusimulia. Ndipo hapo utakuta habari nyingi kutoka kwa Jaafar as-Sadiq, kwa sababu huyu mtoto wa 12 hajaonekana kwa yote, hajaonwa. Al-Hasan al-Askari hajawa na wanafunzi wa kusema watasimulia habari zake, hakuna ila qalil ambao wanadai hivyo, lakini uhalisia si kweli. Huyu mtoto ambaye tumesema ni Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Jawad, miaka 5, anafundisha nini? Yani tuchukulie miaka 2 ya kunyonya miaka 2 ya unyonyaji, kuna miaka 3 tu hapo. Kwa hiyo hawana ilmu ambayo watakuwa waliacha. Ndipo hapo ukakuta Shia Imamia Jaafaria wanakimbilia wapi? Kwa Jaafar as-Sadiq, kule kwa Jaafar imamu wa sita, kama nilivyosema kwamba huyu imamu wa sita yupo katika zama za Abu Hanifa. Zama za Abu Hanifa ndio zama za baada yake ndio utawala wa ad-dawla al-Ubaidiyya al-Fatimiyun ambao walikuja kutawala mpaka Misri. Hawa watu walipofika zama zao walikwenda kwenye kaburi la Abu Hanifa, kama alivyoandika Ni'matullah al-Jazairi. Kwenye kaburi la Abu Hanifa wakafukua lile kaburi, wakaweka mbwa mweusi. Hawa ni Shia. Walipomweka mbwa mweusi wakafunika, wakatengeneza vizuri juu ya lile kaburi la Abu Hanifa pamoja na mbwa mweusi, maiti wa mbwa mweusi. Kisha wakaenda sokoni wakatangaza, yeyote anataka kukidhi haja aje kukidhi haja kwenye kaburi la Abu Hanifa pale. Yani mbwa mweusi na Abu Hanifa mule ndani, kisha anajaliwa kuwa ndio choo. Wakatengeneza choo pale. Kwa hiyo kaburi la Abu Hanifa wakalifanya kuwa ni choo. Ameandika Ni'matullah al-Jazairi, na akadai kwamba hii ni moja katika subhana al-malik, astaghfirullah al-azim, eti ni moja katika karamati za Abi Hanifa. Allahu al-musta'an. Watu ukiwaona utasema ni ndugu kabisa, lakini ma fi sudurihim a'zam, yale yaliyopo katika vifua vyao ni makubwa zaidi na yanatisha. Wakiyatumbua hivi utaona ajabu sana, na huwa wanatumbua wakati ukiona kwamba tayari wameshakuwa na nguvu, wana uwezo, ndio huwa wanatumbua vitu vyao, wanaviweka wazi. Lakini wakati wakihisi kuwa ni madhaifu, wasemaji kitu wa watu. Na walipoanza kusimulia habari zao kina Zurara, ndio zikaanza kunukuliwa habari, wakaanza kuandika vitabu man la yahduruhu al-faqih. Wakaanza kuandika kitabu cha kwanza ambacho wanadai kitabu chao cha kwanza cha kunukuu habari, kitabu cha Sulaim ibn Qais al-Hilali, ambaye anadai kwamba huyo alikuwa ni katika wafuasi wa Ali ibn Abi Talib. Na Sulaim ibn Qais al-Hilali ukitazama historia yake hajulikani. Hata kitabu chake ndio kutazama ni kitabu, silsila yake inakuwa shida, silsila yake ni shida. Kwa hiyo kuanzia hapa ule uimamu ukaanza kukatika. Sasa toka wakati huo mpaka kufika zama zetu wanaishi bila imamu amejificha. Fikra ikaja baadaye kwamba tutaendelea kuishi hivi mpaka lini? Taban walikuwa wanachuoni wao wengi. Allahu akbar. Haya, sasa usiku mwema.